Bring your Bible unasema. You know, lazima tuseme kitu tuna agree sisi wote. The Bible was programmed in a way you are the one to identify the true voice of God here. Not all voices coming from Jehovah. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia, lakini msifahamu, fulizeni kutazama, lakini msione. Nikimkata kidogo. Yeah? Okay, maybe I'm wrong. Are you getting it? Lakini hapa naona unasema error may be right. Okay, sasa Yesu ni Mungu. Alimpea jina. Yesu ni Mungu. Alimpea jina lake. Ujue tumerekodi hapa mwanzo. Yesu ni Mungu, si Mungu. Yesu ni Mungu. Hebu subirini. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Alipopanda chomboni akafanya nini? Unajiuliza swali ama ni? Alilala usingizi. Alilala usingizi. Alichoka. Kuchoka kupo maana amevaa mwili. Kwa hivyo Mungu alichoka. Si Mungu anachoka. Umeuliza Mungu ama? Ikiwa mimi baba usipeleka mimi mbio. Umesema Isaiah was prophesied. Aya, brother unasemaje? Nianze na jina ama nianze na? Unaweza kuanza na jina lako alafu dini yako. Okay, mimi naitwa Felix. Mnanipata baba? Mimi naitwa Felix, nimezaliwa kwa familia ya Christian. Are you getting it? Jesus sio Mungu. Are you getting it? Very right. Kulingana na my research, Jesus wakati, can I speak English? Yes. Jesus in his human form, it was like us. Na chenye chiko, God planted something in every human which we call divine spark of light. Divine spark of light is an element from God yenye iko ndani ya kila mtu hapa. Sasa what is happening, majority the divine spark of light is not active. When you are being visited by Holy Spirit, our God the Mother is the same na Holy Spirit. Unasikia hapa sasa kuna God the Mother. Wewe unasikia hapa? Subirini. Mimi hapa kila siku nikiwaambia Wakristo wanakuwa na Mungu Mama, mnapinga. Usiseme hivyo. Bro, you are not allowed to you are not allowed to. No. Okay. Order. Hebu rudia your statement. I'm very sober. Are you getting it very right? Unajua wamesema wanataka kuongea Kiingereza, hasa Kiingereza kimewachanganya watu. Hebu rudia tena. Sasa God the Mother, listen. There's no kingdom without a queen. Are you getting it right? Kristo mwacheni ajieleze. The Bible says, you have to be schooled by Holy Spirit before you are being used by God. Are you getting it? Kijana mwenye amegrow bila mama, huyu ni mtu hata anajua hata kurelate na watu. Sasa in the kingdom of God, Holy Spirit is acting as our mother. Lazima Roho Mtakatifu ingie kwako ndio uache ulevi. Are you getting it right? Sasa when you are visited by Holy Spirit, Holy Spirit will activate divine spark of light. Sasa kwa mfano mtu aelewe Kiingereza, maana pia kuna watazamaji wengine hawaelewi Kiingereza. Yes. When you talk about God the Mother, yes, unaweza kueleza kwa maneno gani kwa Kiswahili? Unless tupate mtu translator. God the Mother. Mimi najua ni Mungu Mama. Okay, you with your carnal mind. It may be like that with your human mind. Are you getting it? Ndio nimefafanua. God the Mother is Holy Spirit. In ancient days, it was being called God the Mother. Are you getting it? Remember, the Bible, the first production of Bible was written into Greek.
Even me, I don't trust Bible fully. Are you getting it? To mean it was translated by word scholars. Huyu alijua iliandikwaje na Greek hata kipiga kelele. Wacha umsikie. Naam, kuna kitu ndugu yangu amekizungumza. Mimi si mzuri sana wa Kiingereza, lakini amesema God the Mother. Nadhani masikio yangu nimesikia hivyo. Kwa hivyo naomba hivi ili nimfuate, naona ni mwalimu mzuri, anipe andiko linasema God the Mother. Naomba tu hiyo. Amesema vile nimemsikiliza, asema hata hii Biblia yenyewe kwanza haiamini. Bring your Bible unasema. You know, lazima tuseme kitu tuna agree sisi wote. The Bible was programmed in a way you are the one to identify the true voice of God here. Not all voice is coming from Jehovah. Are you getting it here? Sasa sida si Bible, sida ni yeye. Yeye akisoma hata anapata negative information which did not come from Holy Father, anaweka hiyo ni Mungu. Open Bible hapa. Isaiah chapter 6. Isaiah 6. 6 ngapi? 6 ama 6. The only person who was lowered yenye alitumwa kwetu with the true voice from Holy Father is Jesus. Isaiah chapter 6. Verse chapter 6. Ayasama hivi. Baba, I'm very sure baba, I'm very good. 6:9. Hakuna ya English. Sawa. Soma tu ya Kiswahili, tutasoma hata English tutasoma. Kama nyinyi mko sawa, baba soma from 6:8 ukiteremka. Leo remember before asome, remember our God is holy. Nothing evil is coming from him. He's totally holy. Are you getting it? Soma bro. Isaya 6:8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia, lakini msifahamu, fulizeni kutazama, lakini msione. Unoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuponywa. John 12:40. You see what Jesus is talking about that writing. Yohana 12:44. Huyu aliambiwa nani ataenda kwa ajili yetu, alikuja kufanya watu wasielewe. You have heard the duties which was being delegated to Isaiah. They were fully negative. Soma what Jesus is saying. Yohana 12:44. Naam, huyu aamini kama Yesu ndiye Mungu. Tuendelee. Amewapofusha macho. Wewe unasema kitu sijasema. You said you don't believe that Jesus is bro. Kuwa good listener. Jesus is not God. Exactly, that's what I'm saying. Unasema hivyo. Are you getting it? Na si ati sijakataa ati Yesu hakutoka kwa Mungu. Is the only person who was sent by true voice from Holy Father. Read. Okay. Read. Soma. Anapinga ile kitu yule jamaa anasema 12:40. 12:44. Amewapofusha macho. Ameifanya mizito mioyo yao. Wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka, nikawaponya. Sasa, are you getting it? The ground which was built by Isaiah ndilisababisha watu wengi wakataa injili ya Yesu. Are you getting it? Sasa swali nauliza, was that God who was speaking with Isaiah alikuwa true Holy Father? Haya, hebu jibu hilo swali. Mwanzo ndugu yangu labda ni kama kuelewa andiko linamsumbua. Ile amesoma 12:40. Hebu tuanzie juu. Tujue ni watu gani wanaambiwa. Watu wenye mioyo mizito ni watu gani wanaambiwa? Andiko liko wazi kabisa na Biblia haitaki mambo mengi, yenyewe inajieleza tu. Yaani rahisi sana. Naomba tukaisome hiyo 12. Hiyo 12 kidogo tu, nipe Biblia hii mimi naielewa. Ametoa andiko, ametoa 12:40. Sasa ukitaka kuielewa Biblia ametoa 12:40 kwa wapi? 40. Tulia kidogo. Basi Yesu, tuanze 35. Basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni
Samahani kidogo bro, ni Biblia inasomwa. 12:40 nasema, basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeeni maadamu mnayo nuru. Hiyo giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Huyo mtu anaendaye gizani kwanza hajui anaenda wapi. Endelea. Sija kuambia wewe, nazungumza na watu wote. Hapa kuna watu wanatazama. Ndio maana tuko hapa. Sawa, wewe soma tu. Naam, ninaeleza nikiwa nasoma. Kwa manufaa ya watu wengine. Kwa hivyo andiko limesema hivi kwamba watu, hebu unanipoteza tena. Acha nirudi pale. Basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru. Hiyo giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Yesu akisema nuru, anajisemea yeye kama nuru, bado yupo. Na akiondoka, wale ambao watakuja bila kumfuatia wataingia gizani. Kwa hivyo nendeni katika nuru, nuru ni Kristo. Anaendelea akisema hivi 36, maadamu nayo nuru, iaminini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake akajificha wasimwone. Kumbuka Yesu anaongea na hawa ambao si wale ambao wamemwamini, ni wale ambao hawajamwamini. Ndio Kristo anawaambia. So wale ambao hawamwamini, Kristo akimalizia anawaambia nini? Walakini ajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao hawakumwamini. Sikiza, ndio maana nimesema hilo. 37 nasema japokuwa kwamba alifanya ishara mingi hawakumwamini. 38, ili itimie ile neno la nabii Isaya alisema, Bwana sutulia bro. Umeniambia nijibu, nataka soma tu, acha na huyu. Ili litimie ile neno la nabii Isaya alilosema, Bwana ni nani aliyesadiki habari zetu? Ndio sababu wao hakuweza kusadiki. Maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao. Wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu mioyo yao, wakaogoka, nikawaponya. Sasa ni kama Ramadhani hapa, hata umfundishe Kristo alikufa akafufuka, amekuwa moyo mgumu, hawezi akaona akaogoka. Sasa umeanza kuniattack mimi. Subiri, kaa na Biblia. Shika. Sasa wewe unaniattack mimi badala kumjibu Mkristo mwenzako. Unaona? Ungetuambia hivi, ni nani aliyefanya mioyo ya hawa watu kuwa mizito? Naam. Maandiko yako wazi kwamba nuru ipo, na andiko limesema kwamba nuru ni Kristo. Kwa hivyo swali langu ni nani? Sikiliza. Ni nani? Kabla hujauza Ramadhani, mimi upenda hivi, ukiniuza swali usitake nikujue venye unataka, najibu vile ninajua. Sitakujua. Mimi siwezi kukuuliza ndizi unijibu nyanya. No, ninakujibu kulingana na andiko. Mimi nikienda sokoni niambie muuzaji nataka nyanya, aniambia hapana, usitake nyanya. Mimi usiniletee nini? Usiniletee machungwa. Nikimkata kidogo. Yeah? Okay, maybe I'm wrong. Are you getting it? Lakini hapa naona unasema error may be right. Okay, sasa Yesu anasema hapa hawa watu walikosa kuamini sababu Isaiah says elsewhere again that he has blinded them. Who? Are you getting them? Who blinded them? Because Isaiah said elsewhere that he has blinded them. Wakati duties was being delegated to Isaiah, umesoma atienda waweke vipofu. Usipofanya hivyo, wataona wapate nafasi waponywe. Unapata vizuri. Ndio swali nauliza, is what is here about my friend? Yes, niko hapo. Na sasa Jesus anasema the one who was sent with the voice from Holy Father. Anasema wenye walikataa juu Isaiah ndiye alijenga foundation, wakataa injili ya Baba. Yaani walifanya mioyo yao kuwa migumu. Yes. Nani aliwafanya? Sio hivyo. Rudia andiko. 6:8 Isaya. Kabla na kusoma nataka niseme hivi. 6:8. Tulia kidogo. Kabla tujasoma, tutakuwa ni watu ambao tunasoma Biblia kama gazeti. Isaya kidogo ni mimi nazungumza. Isaya, najua ni furaha yako, lakini samahani, nipe tu nafasi. Kama unakubali kunipa nafasi, nipe nafasi. Isaya anatoa unabii kwa kitu ambacho kitakuja kufanyika. Ni unabii. Unless ujua Isaya ni nani. Isaya anatoa unabii kitu ambacho kitafanyika, kwamba nuru itakuja na watakataa nuru. Kwa hivyo mioyo yao itakuwa migumu. Niliposa leo tumesema Kristo anahubiriwa, kuna watu kama wewe Ramadhani unakataa. Na mambo haya yako wazi ndani ya maandiko. Huyu ndugu yangu anakataa, iko ndani ya maandiko. Hebu Isaya, rudi Isaya 6:8. Hapo ndo mshipa. Isaya hii hapa, nishakufungulia. 6:8. Unamsomaje hapa? Asome. 6:8.
6:8. Sasa umesema baba usipeleke mimi mbio. Umesema Isaiah was prophesied. Umesikia? Tunabii wa Isaya huo. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Bwana yupi? Niulize. Bwana ni Mungu. Bwana ni Mungu. Okay. Kisha nikasikia sauti ya Mungu akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kwa hivyo Mungu ndiye anatafuta wa kutuma. Yes. Hizo ndio baba, ama hiyo ni jaba? Hapo tuko sawa, wanaelewa Kiswahili. Ndipo niliposema, Isaya akasema, mimi hapa nitume mimi. Huyo ni Isaya alisema mimi hapa, ama ni Yesu? Kwanza nimetangulia kusema kwamba huu ni unabii. Sasa mngeniuliza, simesoma hapa, mniulize kama mambo ambayo nilisema ni unabii ni kweli ama ni uongo. Si ndio sasa nimekuja kwa sababu nilijua hilo ndio maana mmefungua. Nilisema ni unabii mkao mnakataa. Sasa imesoma, niulizeni hilo swali. Tulia. Najua hapa kila moja anaelewa. Bwana akasema, ni Mungu akasema. Yes. Ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Nilijua huyu atasema ni unabii ambao unamkusudia Yesu. Lakini sikiliza, najua utasema hivyo. Lakini kulingana na Isaya, huyu Bwana anapotumana, kuna sababu gani anataka kutumana? Yes. Si ndio? Maana mimi inanisumbua, nataka mnisaidie. Haya, hebu endelea hapo, endelea sasa. Dawa iko. Haya, mimi hapa nitume mimi. Isaya akajibu, Wacha tu assume wewe unasema na Isaya, kulingana huyu atasema ni unabii. Kwa hivyo Yesu kwa mujibu wa huyu ni Yesu akasema. Mimi naona mwenye alituma Isaya. Isaiah thought that he was hearing from Holy Father, na ikuwa Mungu. Tuendelee. Naye akaniambia, Mungu akaambia Isaya, Sawa. Uniambia, unapata? Enenda ukawaambia watu hawa. Kulingana na wewe ni Isaya, na ni kweli Isaya ndio anaandika maneno haya. Yes. Kulingana na huyu, hii plan B ni Yesu. Tuendelee. Anasema Kulingana na huyu. Tuende. Enenda ukawaambia watu hawa. Go and tell these people. Yes. Kazi si yake, anatumwa na Mungu. Sio ile ya kukopa, sio ile ya credo. Fulizeni, endeleeni. Fulizeni kusikia lakini msifahamu. Behave hearing but not understanding. That point. Hold on. Kulingana na huyu, Isaya ndio anatumwa. Yes. Na anatumwa aende afanye nini? Aweke watu wanaona na waoni na wasione. Kulingana na wewe ni Yesu huyu, ni utabiri unamkusudia Yesu. Kwa hivyo Yesu alitumwa ili unabii utimie ule wa Isaya, kwamba watu hawa hata wakipewa maneno, nyoyo zao kwa kuwa zimefanywa kuwa nzito, hawatafanya nini? Kwanza sitajibu kiamuma, mimi si amuma, nadhani nikijibu kitu najibu kama mtu ambaye anaelewa kila mtu. Fulizeni kutazama lakini msione. Fulizeni kutazama lakini msione. Ndio lengo la huyu mwenye kutumwa. Lakini huyu sababu limekaa vibaya, ili andiko limekaa vibaya. Ukisema ni Yesu, it is not favoring this man. Kwa hivyo Yesu alitumwa, subiri. Kwa hivyo maneno haya fulizeni, ni mwenye kutumwa ndo ameenda kusema maneno haya kwamba fulizeni kuona lakini fulizeni kutazama lakini msione. Fulizeni kusikia. Kwa hivyo ni Yesu ndiye alikuja kuambia watu fulizeni kutazama lakini msione. Mwanzo ni vizuri mjenge swali alafu mnipe nafasi. Ndio swali hilo. Swali hajamaliza. Huyu mwalimu wenzako hajamaliza. Ni Mkristo mwenzenu huyu. Huyu ni amuma mwenzako. Mimi Christian bro. And I have a serious anointing than you. Ako na upako. Uoneshe moyo wa watu hawa. Unoneshe. Kama mafuta iwe na mafuta mingi. Yaani uweke moyo yao ikuwe ngumu. Are you getting it? Akayatie uzito masikio yao, uzibe masikio yao. Are you getting it? Nani wanaziba? Nani anatia uzito? Sasa si Mungu ndiye ametuma yeye. Aende atie uzito katika nyoyo za watu. Yes. Are you getting it? Ukayaumbe macho yao waweke vipofu. Are you getting it? Kwa mioyo yao na wacha nimepotea ukayaumbe macho yao. Ngoja nikusaidie. Haya, wacha nimesawaona. Wasije wasije wakaona na macho yao
na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea. So that they may be guided. To mean, kulikuwa na possibility ya hawa watu kugundua the true gospel, warudi waka support Yesu. There was possibility. Lakini akaambiwa usipofanya hivi, if you didn't delegate this duty, hawa watu watagundua nuru wa uvijini Yesu. Sasa swali yangu, hizi kazi hizi ilitoka kwa Holy True Father. Ujibu baba. Naam, ameuliza swali nzuri, na swali lenyewe linamdhihirisha yeye ni nani. Hata hakuna haja kujelesha aseme mimi ni Mkristo nini, swali limemdhihirisha yeye ni nani. Naam, niko hapo kujibu. Umefungua kitabu mwenyewe Yohana 12:35, tukaanza kusoma pale juu. Tukaona watu hawa Yesu anawaeleza na wanakataa kumwamini. Yesu baada ya kukataa kuamini anarejelea unabii wa Isaya kwamba fulizeni kuona na hawataona. Wameikataa nuru. Yeyote ambaye anamkataa Kristo atakuwa na macho lakini haoni. Moyo wake utakuwa mgumu, maana ile neno ambalo linamuingia ni ngumu kwake, halitaweza kukolea ndani ya moyo wake. Kwa hivyo andiko la Isaya anatabiri kila ambacho kitakuja kufanyika, na kimefanyika wakati wa Yesu na hata leo kinafanyika. Maneno ya Yesu yakizungumzwa, baadhi ya watu wana macho na waoni, macho yao yanakuwa vipofu. Lakini sasa swali ni Mungu aliposema nani ataenda kwa niaba yetu, kuna mtu alisema ni mimi nitume. Akaambiwa aenda sasa, na akaambiwa unoneshe nini? Inoneshe mioyo yao. Kwa hivyo nani ananonesha? Na Mungu ndio mweza wa kila kitu. Kwanza ungeniuliza ni nani katumwa? Nani ananonesha mioyo yao? Kwanza unajibu kiniuliza, unanipa nafasi na Ramadhani. Brother Sam, unapewa nafasi ni yako, mic ni yako. Brother, karibu sana. Siku hizi naona umenenepa kwa raha zako. Naam, kama kuna nini? Jibu swali. Endelea. Usiataki watu. No, sijaataki. Nashukuru hawa ndugu kwa kukuambia unipe nafasi. Maana ingekuwa mimi ungesema nalalamika, watu wenyewe wanasema hivi nimemnyima nafasi. Wanasema unipe nafasi. Namwachia nafasi. Wanasema niongee. Naam, nimesema hivi unabii wa Isaya, huu ni unabii wa Isaya. Isaya anatabiri kitu ambacho kitakuja kufanyika. Kumbuka mission ya Yesu kuja duniani ni kuja kukomboa mwanadamu. Wakati anakuja kukomboa mwanadamu, kuna wale ambao wameasi, walimu wa uongo walikuwa ni wengi. Wakati Yesu amekuja kuwapa mambo ya nuru ambayo Kristo mwenyewe ni nuru, kuna baadhi ya watu walikuwa na mioyo migumu, walikosa kuamini. Andiko limesema wale ambao walikataa kuamini, Yesu aliwapea maneno ambayo Isaya alikuwa amezungumza. Mambo ya Mungu lazima yatimie, kwamba mtakuwa na macho. Hao watu wana macho lakini wanaendelea kuwa vipofu, wanafuliza kuona lakini hawaoni. Mioyo yao Mwenyezi Mungu ameamua mioyo yao iwe mizito ili wasipate kuona kabisa. Kwa nini? Kwa nini niseme hivyo? Kwa nini niseme hivyo? Tulia ndugu yangu. Kwa nini niseme hivyo? Nakupa historia wakati wa Farao. Mwenyezi Mungu ndiye aliyefanya Farao moyo wake. Unaona huyu anashangaa. Hiyo si mambo, si mageni kwa kufanya moyo wake kuwa mgumu. Alifanya moyo Farao uwe mgumu. Mwenyezi Mungu ndiye alifanya Farao. Ndio hapo swali letu linakuja. Hawa watu ili wasija wakasikia wakaongoka wakaponywa, kuna aliyeifanya mioyo yao kuwa migumu. Na lao kama singeifanya kuwa migumu, wangesikia wakaongoka wakaponywa. Ni nani huyo aliyefanya mioyo yao kuwa migumu? Swali nzuri sana Ramadhani. Yaani kabla kitu kijafanyika, Mwenyezi Mungu wetu anajua kile kitu ambacho kijafanyika. Kabla msingi wa dunia kuwepo. Sikiza nakujibu. Ni nani? Sina kujibu. Swali letu ni nani? Nakujibu. Alafu kuna kitu wewe ni mwalimu. Na kuna kitu tunafanya na wewe unajua kujenga jibu. Wewe unajua. Unajenga swali. Hebu jibu kwanza ni fulani. Jibu ni fulani. Alafu ueleze. Exactly. Ajibu kwanza, alafu aeleze. Ni nani? Utanipa nafasi hiyo? Ni Mungu. Wacha nijibu. Ambaye ni Yesu. Ni Mungu. Sasa wacha nijibu. Ambaye ni Yesu. Sinajibu. Si Mungu ametoka kwa Yesu. Kwani Yesu ametoka wapi? Sasa ni explain. Wacha nijibu. Huyu amesema shajibu kwamba Mungu ndiye aliyefanya mioyo ya ni kweli. Ndio. Sasa tunakupa nafasi. Eleza sasa. Na leo umebanwa na watu. Unapenda niko vizuri. Niko vizuri. Sijabanwa. Mimi sijabanwa. Wewe ndio umebanwa. Leo hapa utoki. Wewe ndio umebanwa. Mpaka watu wanakuambia unipe nafasi. Wewe unanibana sana. Na najua uta edit uweke ikiwa hivi. Na unapenda kuedit. Mimi wasikati. Muogope Mungu. Weke yote. Haya sawa. Tunaona tumerudi kwamba hapa Mwenyezi Mungu kwanza
anajua Mwenyezi Mungu kabla hajaumba dunia na nchi, anajua kila mwanadamu mwisho wake. Hapa Kristo wakati anakuja ashajua wale ambao watampokea na wale ambao hawatampokea. So akienda kuhubiria Injili, anakuja kuwapa Injili akijua kwamba kuna watu watampokea na wale ambao hawatampokea. Kwa hivyo anaposema haya maneno, amekuja amewapa Injili, wamekataa, anasema maneno ambayo nabii Isaya alisema kumbe yametimia. Ya kwamba mtafuliza kuona hamtaona, na mwingine ni wewe uko hapa. Nafuliza kukwambia Yesu alikufa akafufuka, unakataa. Na maandiko yako wazi. Miujiza inafanyika na Biblia, unakataa. Maandiko yako wazi. Sasa wewe kidogo namalizia, umenipa nafasi. Unaniataki. Fuliza kuona na hutaona. Sawa. Moyo wako umekuwa mgumu, manake hauwezi ukaona ukaja ukaongoka. Asante sana brother Sam. Kulingana na huyu, moyo wa Ramadhani umekuwa mgumu na wenzangu ambao na huyu pia. Sijamsema ni huyu. Kulingana na yeye maneno yake, mimi Ramadhani na wengine wenye msimamo kama wangu hatuwezi kufanya nini? Kuokoka, si ndio? Kabisa. Kwa sababu mioyo yetu imefanywa migumu. Nani ametufanya mioyo yetu kuwa migumu? Maana hamkuchaguliwa. Ni nani ametufanya? Kwa kukataa kuliamini neno la Mungu. Ni nani? Subiri. Ameuliza. Ni nani? Kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia. Ameuliza. Are you getting it? Ni nzuri. Ningejibu hiyo kidogo. Ni hivi. Ningejibu hiyo kidogo. Sawa. Kidogo brother, nani ulisema sijui? Ulisema Felix. Felix. Kidogo tu sekunde tu za kuhesabu. Umeuliza ni nani aliyefanya mioyo yenu ikawa migumu? Andiko limesema hao ambao hawakuamini. Wewe kama uamini, Mwenyezi Mungu atafanya moyo wako uwe mgumu. Hapana, wale watu Biblia inasema wamefanywa mioyo yao kuwa. Wale wasioamini wangeamini, lakini hawezi kuamini kwa kuwa mioyo yao imefanywa kuwa migumu. Kuna sababu. Tukasome 42:12 hapa mambo rahisi tu. Unajua huyu kitu ambacho ana avoid ni Biblia. Huyu ametoa andiko, huyu Mkristo, kwamba Mungu mwenyewe ndio anatumana mioyo ya watu ikafanywe migumu. Kwa hivyo anayetaka mioyo hiyo migumu ni Mungu, ili watu hawa wasija wakasikia wakaponywa. Kwa hivyo ana malengo huyu Mungu. Hawa watu sitaki waponywe. Kwa hivyo tufanye nini? Tufanye mioyo yao kuwa migumu. Hata kama inawezekana, lakini ili wasiponywe, tufanye mioyo yao kuwa nini? Migumu. Sasa huyu, subiri. Nakupa nafasi. Hili sasa huyu ananiataki mimi. Ramadhani, ni nyinyi mmetajwa hapa. Mimi ni sawa, mimi sina shida. Ni mbinu tu. Ni mbinu. Sasa huyu anasema huyo Mungu aliyefanya mioyo ya watu kuwa migumu ndiye huyo Yesu. Yesu ndiye Mungu kwa mujibu wa nani? Wa huyu. Na tumetoka hapo ukasema Yesu si Mungu, subiri. Unabadili mada. Mada ilikuwa hapo. Hapa tunauliza ni nani anafanya wakati ndio haya yamezaliwa baada ya kutoa hilo andiko, lakini msingi wa mada yetu ilikuwa ni Yesu ni nani? Si ndio? Si ni kweli? Yesu si Mungu. Akasema Yesu si Mungu. Wewe ukasema Yesu ni Mungu. Mwingine hapa akasema Yesu Ramadhani. Ngoja kidogo. Na wewe? Yesu ni Mungu. Kwa hivyo subiri kidogo, Sam, kuwa mpole. Kwa hivyo topic yetu mwanzo ilikuwa ni Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Sasa ni hivi, tumalizie. Huyu hapa. Huyu kwisha. Sasa ni hivi. Anarudi kwa huyu. Huyu mwenye imani kwamba huyo Mungu aliyefanya mioyo watu kuwa migumu ndio Yesu, si ndio? Ramadhani, usiepe. Kwanza umeniuliza hapa, mbona Mwenyezi Mungu anafanya watu hao mioyo yao kuwa migumu? Hapa amesema ndio wasiponywe. Kwa Mungu ama kutokuwa Mungu utaongea hiyo baadaye. Tumalize hii kwanza, usiepe. Si imesema ndio wakisikia wasisikie. Si ndio? Mbona unakimbia bana ukibanwa? Inakuambia ni lahi wa ina lahi rajuni leo. Inasema hivi, walakini ni Yohana 12:37. Inasema walakini japokuwa amefanya ishara mingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini, ili sikia point sasa, ili litimie neno la nabii Isaya lilosema, Bwana ni nani atakayesadiki habari zetu? Yaani baada ya Yesu kufanya mambo haya yote hawakuamini, ili neno la nabii Isaya lifanye nini? Litimie. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika mambo yake, Mungu wetu halali bro, anajua kwamba akija injili yake ikija, kuna wale ambao watakataa. Wakikataa, Mungu wenu halali. Halali, Mungu wetu halali bro. Hebu nipe hiyo Luka 8:23. Twende. Luka 8:23. Subiri kidogo. Umesema? Luka 8:23. Luka 8:23.
Usingoje. Tulieni. Kwanza kazi ya soma. huyu anacheka cheka. Hebu fungua kazi yako kuja. Haiwezi kusoma hiyo na maana itamgonga vibaya sana. Soma. 8:23. 8:23. Alafu nitakufunza tu, ni rahisi hiyo. Haya, 8:23 Luka. Inasema, nao walipokuwa wakienda alilala usingizi. Nani huyo? Naam, andiko limesema, umeniuliza kwanza, ukiniuliza unanipa nafasi nikujibu. Nipe angalau dakika 2 tu niweze kudhibitisha. Biblia inasema Yesu walipokuwa wakienda alilala usingizi. Tujiulize, Mungu analala? Yohana 1:1 imesema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. 1:14 anasema naye neno akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Neno akivaa mwili anachoka, analala, anatembea, lakini akirudi ni Baba. Yani hivi Mungu wetu huwezi mlimit bro. Akija katika umbile la mwanadamu anakuwa kama mwanadamu, akija kwa umbile la ua kama njiwa anakuwa kama njiwa. Lakini Mungu, Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu akiwa roho anaweza fanyika chochote kile. Lakini samahani, Mungu wako anakaa ndani ya Alkaaba. Mungu wetu ni mmoja. Baba wacha. Hebu unaona sasa, subiri kidogo. Huyu ngoja kidogo Felix. Huyu nimemwachia nafasi asiseme na muingilia kati. Lakini mwisho akaleta kama matusi. Subiri kidogo. Subiri. Subiri. Wewe ongea vile unataka. Felix tulia. Na kuachia nafasi. Huyu anatufundisha hapa Yesu ni nani? Yohana 1:1. Yesu ni Mungu ama si Mungu? Andiko liseme, mimi sijibu kutoka kichwani. Mimi naheshimu Biblia sana. Mimi naheshimu Biblia. Imesomwa. Sawa, soma alafu ajibu. Soma ajibu. Yohana 1:1. Tunakuuliza hata ikisomwa. Hata ikisomwa. 1:1 hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Ushaelewa hiyo kumbe? Yesu ni nani? Neno alikuwa nani? Mungu. Yesu ni nani? 1:14 Yohana itajibu. Imesomwa. 1:14 hujasoma. Neno likafanyika mwili. Sasa andiko limesema hivi. Yohana 1:1 imesema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. 14 imesema hivi. Naye neno akafanyika mwili. Nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Unajua kile kitu ambacho unafanya Sam ni kujisahau haraka sana. Unasahau wapi? Uliza. Huyu alisema Yesu sio Mungu. Support. Wacha ni support my statement. Kwa hii mambo na Yesu in his human form, you have to categorize two different things. Kuna heavenly Christ and Jesus. Hizi ni vitu tofauti. When Jesus was being baptized, are you getting it? God knew very well that he could have not taken Jesus to wilderness before that baptism, because that's the day when heavenly Christ ilimpatanishwa na earthly Jesus. Haya, Unaandiko. Subiri. Unaandiko na Haya, ni sawa hapa, kila mtu na maoni yake na imani yake. Wewe, Yesu ni Mungu au ni mtu? Mimi Biblia ishasema, siwezi nikaongezea mimi. Nikiongezea nitaharibu. Wewe sema tu. Unajua pale kuna sindano inakusubiri. Wacha sasa nikasome andiko lingine. Hata soma maandiko 50. Usiwachoshe hawa watu, muda unaisha. Muda unaenda kuisha. Subiri. Usiwachoshe na maandiko mengi. Waambie Yesu ni Mungu ama si Mungu. Kwanza kidogo. Wacha ni deal na huyu. Brother, njoo hapa, njoo kidogo. Yesu ana jina la Mungu. Na Mungu mwenyewe ndiye alimpea. Yesu ni Mungu. Alimpea jina. Yesu ni Mungu. Alimpea jina lake. Ujue tumerekodi hapa mwanzo. Yesu ni Mungu si Mungu? Yesu ni Mungu. Hebu subirini. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Alipopanda chomboni akafanya nini? Unajiuliza swali amani. Alilala usingizi. Alilala usingizi. Alichoka. Kuchoka kupo maana amevaa mwili. Kwa hivyo Mungu alichoka. Si Mungu anachoka. Umeuliza Mungu ama ikiwa mimi sasa subiri. Anavaa mwili, mlisema hapa mwanzo Mungu ana mwili kama sisi. Si walisema Mungu aliumba Adamu kwa image na likeness yake. Wakasema mpaka Mungu ana ndevu. Sasa hizo ndevu zilikuwa za kiroho ama zilikuwa za mwili? Wacha nikujibu tu swali langu, usiporidhika ni sawa. Maana yake mbona nasema Yesu ni Mungu? Mimi nikuje niseme kwa mfano mimi naitwa Yusufu, si ndio? Baba yangu anaitwa Shuchi, si ndio? Na yeye pia mimi naitwa hivyo, si ndio? Sasa kuja kwetu uite Shuchi. Mimi niko na baba yangu, nani atatoka? Mfano tu. Alafu nikuelekeze kwa jibu, nani atatoka? Ni baba yangu ama mimi?
kuja, maana mimi baba yangu anaitwa Shuchi, mimi naitwa Shuchi, sipokuwa Yusufu. Sasa kuja kwetu ite Shuchi na tuko wote na baba yangu, nani atatoka? Obviously Ni nafsi ama ni jina megawana? ni jina Jina sio nafsi. Ananiita hivyo. Wewe nafsi yako ni ya babako? Si unijibu tu swali. Swali. Hujanijibu. Wewe hata mimi naitwa Kaguo, watu wananiita Kaguo. Kaguo sio mimi, ni babangu, lakini naitika kwa sababu ni nafsi mbili. Unasikia? Mtu akija kwao ampate yeye na babake na aite jina hilo, nani atatoka kati yeye na baba yake? Babako ataitika. Babangu ataitika. Maana yake yeye hilo jina ni lake, si ndio? Ndio. Sasa hivi Waebrania 1:7, hebu nisomee kwanza. Waebrania 1:7. Waebrania 1:7. Waraka wa Waebrania 7 na uende mpaka nani? Unasikia huyu anakuruka huyu. Mimi nakataa Yesu ndio Mungu. Mtu ambaye anasema Yesu si Mungu, elimu potofu ya ndacha. Sasa unaona alichokataa pale mwanzo kujibu amejibu sasa kwamba Yesu ni Mungu. Sasa Yesu kama ni Mungu, Mungu alilala usingizi kwa mujibu wa huyu. Lakini sababu sasa anataka apeleke watu hivi apoteze muda. Brother, njoo usalimie basi na wewe. Njoo usalimie hapa. Wewe ni mwalimu alafu nakaa huko nyuma. Zamani alikuwa mbishi, lakini siku hizi na yeye akifika hivi lazima nianze kufungua suratul jinni. Maana haina shida. Soma andiko la huyu. Kwanza salimia. Salimia kwanza. Habari zenu, mimi naitwa Emmanuel na mimi ni Mkristo kabisa. Na naamini Biblia. Hakuna Mkristo mwenye si msabato. Huyo ameanza kurusha na maneno na kutoka. Huyo unajua ukiangalia Biblia watu wenye wanakataa Biblia ndio maana nawapea hard time kuexplain Biblia. Sasa asante, tumeelewa. Naam, waraka wa Waebrania 1:7 inasema, na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Na umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Tuachie tu hapo. Sasa nani anaitwa hapo Mungu? Nani anaambiwa hapo kiti chako cha enzi Mungu? Ni nani anaambiwa hivyo? Hebu tueleze wewe. Sio ndio umetoa andiko? Si nimesha kujibu sasa. Huyu Mungu anaita Yesu Mungu. Simba. Mungu amemwita Yesu? Mungu. Mungu yupi? Kwani ni Mungu yupi? Huyu aliyemwita Yesu Mungu ni nani? Kwani ni Mungu ni jina? Ndio maana nikakwambia, Mungu si jina. Mungu ni sifa. Mungu ana jina lake. Kwa hivyo huyu tuseme Mungu. Nataka unipe mahali nasema Mungu si jina, na mimi nikupe mahali nasema Mungu ni jina. Ukisema Mungu ni jina, sasa subiri. Kilugha, subiri basi, umeshaniuliza. Sasa nipe mahali, usinipe maneno yako. Unipe mahali nasema Mungu si jina. Ama nikupe mahali inasema Mungu ni jina. Nikupe? Wewe nisaidie, Mungu ni jina. Isaya 9:6. 9:6. Ataitwa Mungu wa milele. 9:6 Isaya. Mungu mwenye nguvu. Jina lake Mungu mwenye nguvu. 9:6 Isaya. Hata amesema. Kwa hivyo amesema ataitwa jina lake Mungu mwenye nguvu. Kwa hivyo Mungu mwenye nguvu si ni jina? Si jina. Hata mimi nakataa kabisa. Naikataa. Ngoja kidogo. Sasa nataka wewe Ramadhan na huyu munipea andiko inasema Mungu si jina. Naam, nipe mimi. Mimi najiamini kabisa. Kwanza tulia kidogo. Samahani. Si siasa. Naomba hivi msomaji, fungua Biblia in tafsiri tu. Hebu fungua kutujue jina la Mungu ni gani huku. Na kumeadhiniwa tuna dakika moja. Hebu tafuta katika dibaji. Sijui kama utapata kwa haraka. Iko hapa. Si hapa hivi. Acha nisome. Fundishe kitu huyu. Haya. Subiri. Huyu amesema tusome dibaji. Before usome. Umeelewa swali yangu? Nimekuelewa. Haya, sasa nataka mnipe hiyo jibu. Kwa sababu gani? Mimi nakataa. Sikiliza. Subiri basi. Emmanuel. Nimetoa andiko.
Sasa mimi nataka pia nyinyi mnitolea andiko yenye napinga hiyo. Emmanuel, wacha nikwambie vitu zingine unajua. Si ungoje basi. Maneno yako sitaki. Sio subiri. Nataka unisomee, usiniambie. Sasa hapo ndo huwa tunakosania mimi na wewe. Sasa si ungoje basi. Sasa subiri. Ni hivi, Wakristo nataka mnielewe hapa, na mimi nafundisha kitu ambacho wengine watakubaliana na mimi, wengine watakataa kama huyu. Ametoa Biblia Kiswahili ambayo imesema, nimemsomea kwa kichwa kwamba jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu. Ukienda kwa Kiingereza haijatumia neno Mungu, kwa hivyo imetumia God. Sasa ukienda kwa Kigiriki kuna neno lingine ambalo linakusudia Mungu la Kigiriki. Sasa kwani huyu Mungu jina lake kila kabila ni neno gani ama jina gani la Mungu? Subiri. Sasa sikiliza. Sasa akija Mgiriki hapa, kama kweli jina la Mungu ni jina la Mungu ni jina la Mungu, inatakiwa ukisema Mungu Mgiriki akuelewe umesema kuhusu Mungu. Ni kweli? Lakini akija Mgiriki hapa useme Mungu, mtaelewana? Kwa hivyo mtaelewana. Ngoja kidogo. Wewe ukiita Mungu. Haya, inasema hivi, ngoja nisome dibaji kama alivyosema huyu. Usinipeleke kwa maneno yenu. Kwa hivyo kwa Qur'ani Mwenyezi Mungu anaitwa Allah, si ni kweli? Kwa hivyo hiyo sio jina. Allah si jina. Ni jina. Sasa kwa hivyo Mungu si jina. Allah ni jina la Mwenyezi Mungu. Subiri. Nisikilize. Allah ni jina. Ngoja basi. Ndio nakwambia hivi. Ndio, it is the proper name of God. Allah is the proper name of God. Sikiliza. Ngoje basi. Ngoje. Allah ni Mwenyezi Mungu. Ukienda Amerika leo, uende useme Allahu Akbar, kila mtu anajua umeongea kuhusu Mungu. Hata ukienda Ujerumani ama Ugiriki huko unakosema wewe, ukisema Allah, hata Wagiriki wanajua ni Mungu. Lakini ukisema Mungu, hawajui kama ni Mungu. Sasa sikiliza, huyu alisema subiri nisome hapa. Inasema hivi, nasoma dibaji kama ulivyosema. Subirini. Ngoja nisome kwanza hii. Ndio tumalizia hapa. Inasema hivi, sikilizeni hapa, naona mna mkutano mwingine. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametumika katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Vizuri. Sasa hapo unaona tafsiri, katika tafsiri tumeambiwa kwamba ile jina Yehova, jina la Mungu lenyewe ni Yehova. Kwanza ukisoma katika kitabu cha Zaburi 83:18 inasema Jehova ndiye jina la Mungu, ni Jehova. Zaburi. Sasa hapa Yehova ama Jehova? Yehova kutegemea vile utakuwa umetamka tu. Maana hata ukisoma katika mimi ni Mkristo, ukisoma katika original jina la Mwenyezi Mungu lilikuwa na herufi 3. Ile kutafsiri tu ndio maana tunasema Yehova, mgeni anasema Jehova, ile kutafsiri. Lakini jina lenyewe lilikuwa na herufi 3. Wale ambao wasome Biblia wanaamini. Sasa ndio mimi huwa nahoji ndugu kama huyu ambao wanakataa Yesu si Mungu. Katika Agano Jipya nimemuuliza miaka nenda miaka rudi, anipe jina la Mungu kama si Kristo, kama si Yesu Kristo katika Agano Jipya. Hatoi. Ni kama mtoto umepata barabarani, baba yako anaitwa nani? Baba. Baba yako anaitwa nani? Baba. Mtoto wako timamu kweli? Baba yako anaitwa nani? Dadi. Mama yako anaitwa nani? Mamu. Sasa mpendwa mtazamaji, tunakatiza baada ya swala, tuendelea na kipindi awamu ya pili. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, usisahau kusubscribe, comment na kulike na kushare vile vile. Kipindi kinaendelea baada ya kusali inshallah. يا صديقي